بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1447 biidhnillahi taala tutakuwa na daura fupi ambayo itakuwa ni leo insha Allah taala na kesho baada al-asri, na kutakuwa na mihadhara kadhalika baina al-ishaain, ni baada al-maghrib mpaka isha. Na daura hii ya siku mbili itafungamana na ibada ya nguzo ya hija biidhnillahi taala. Sote tufahamu kuwa haji ni nguzo katika nguzo za Uislamu na ni ibada adhimu aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake kuna manufaa na faida nyingi sana. يقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، lakini manufaa kama haya yatapatikana pale Muislamu atakapokuwa yajua malengo ya ibada hii na namna ya kuitekeleza hii ibada kama alivyoifundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kabla ya kuingia kuanza kusoma yale yanayofungamana na ibada hii ya haji, napenda nitangulize na utangulizi ufuatao. Jambo la kwanza, kwa yeyote anayetaka kwenda kuifanya ibada ya hija, ni muhimu sana, bali ni wajib juu yake kuisoma ibada ya hija, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema litakhudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi matendo yenu ya hija. Kwa masahaba walikuwa wakimtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna alivyokuwa akifanya ibada yake ya haji, na wakanukuu kwa umma wake kuwa hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo la kwanza kabisa ni wajib kuisoma ibada unaokwenda kuifanya, na ikiwa utakwenda kuifanya ibada hii bila ya kuisoma, basi ikitokea yale makosa unaoyafanya huna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ulikuwa na nafasi ya kuisoma na hukujishughulisha na jambo kama hilo. Jambo la pili, tufahamu vizuri kabisa kuwa ili ibada yoyote ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima ikusanye masharti mawili. Likikosekana moja katika masharti haya mawili, ibada ile haitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza ni al-ikhlas. Ni lazima hii ibada uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo jiepushe na shirki, na katika shirki ni kuifanya ibada kwa ajili ya kujionyesha, iwe imeingia riya ndani yake. Kwa hivyo ni lazima kuwe na ikhlas katika hii ibada, na hili lanipelekea mimi kutoa tambihi. Wengi katika watu huharibu ibada zao kwa njia ya kutumia mapicha. Leo ukamwona mtu katika ibada anayokwenda kuifanya, kila anachokifanya
ataweka mtu ampige picha ili awatumie watu wamuone kile anachokifanya, kwa kujua au kutojua akaingia katika riya. Bali tushawaona wale wanaonyosha mikono sio lillah, litaswir, kwa ajili ya picha, akanyosha mikono kana kwamba aomba dua, kisha kishapigwa picha mikono yake ayashukisha chini, aenda kuiangalia ile picha imetokea vizuri, basi atawatumia na watu wengine. Hakunyanyua mikono yake lillah, amenyanyua mikono yake lisura, ili apate kupigwa ile picha, kisha awaonyeshe watu kuwa mimi nilikuwa nafanya ibada. Lakini ukweli wa mambo, hakunyanyua yale mikono kuomba dua, amenyanyua ili ile picha itokee kana kwamba alikuwa yuomba dua. Yataka tufahamu kuwa aya ya kwanza kabisa iliyoanza kuzungumzia ibada ya hija katika suratul Baqara imeanza na kusema wa atimmul hajja wal umrata lillah, timizeni ibada ya haji na umra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu, chunga sana usibebwe na mkumbo wa watu kuwa sasa hivi limekuwa ni jambo la kawaida kupiga mapicha, hasa katika ibada. Itakuwa ni sababu ya wewe kuangukia katika riya, ibada yako ikakataliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uliyesababisha ni wewe mwenyewe. Kwa tuchunge sana hili jambo. Lazima ile ibada unaoifanya iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa yafuata sharti la pili, almutabaa. Tumetaja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema litakhudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu za hija, matendo yenu ya haji. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya haji mara moja tu, hajjatul wadaa. Kwa masahaba wakatunukulia sisi namna alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada yake ya hija kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukija kwa mfano katika hadithi ya Jabir maarufu, wanawavyuoni wameandikia vitabu, ameeleza kwa undani kabisa kuanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam aanze safari yake Madina mpaka amalize ibada yake ya haji, sehemu moja baada nyingine amefanya nini. Kwa hivyo ni juu yako wewe Muislamu, ibada yako ya hija usifanye chochote mpaka uhakikishe kuwa hivi ndivyo alivyonifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiongeze wala usipunguze. Jaribu kwa kadri ya unavyoweza iwe ibada yako ni ile ile aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kadri ya vile utakavyoweza. Kwa hivyo, na hapa maana yake jiepushe na uzushi, jiepushe na bid'a, ufuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine, kwa kuwa wenda kufanya ibada adhimu katika msimu muhimu katika maisha wa Muislamu, ambao ni msimu wa masiku 10 yaliyokuwa bora kabisa. Siku zote Muislamu katika kukabili mausimu wa khairi na kukabili ibada adhimu huikabili kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun. Kwa hiyo kabla ya kuingilia katika ibada ya hija, Muislamu utubie na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na makosa uliyoyafanya, na ukumbuke maneno ya Allah, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kwa ili utakabaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala amali yako, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni yale ambayo nimependelea kuyatanguliza kwa sababu ya umuhimu wake kabla ya mtu kuiendea ibada ya hija. Moja kwa moja tuingie katika ukurasa wa 3
katika kitabu ambacho kwenye mikono yenu, kitabu cha mwongozo wa haji na umra na ziara. Na namna nitakavyokwenda katika kusomesha, sitasoma kitabu neno baada ya neno. Nikifanya hivyo hatuwezi kumaliza kwa siku mbili. Kwa hivyo nitakwenda kwenye pointi baada ya nyingine, kisha nitaeleza na maelezo yangu. Na pengine leo insha Allah taala tutaizungumzia ibada ya umra ambayo pia yafanywa wakati wa haji. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia wakati wa kutosheleza, basi tutaingia katika kuizungumzia haji japokuwa siku mbili, siku ya 8 na ya 9. Mengine tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachofuata. Kabla sijaingia katika kueleza, kuna neno nataka nilieleze watu walielewe. Kila anayetaka kufanya ibada ya haji au umra, kuna hili neno laitwa miqat. Wewe walisikia hili neno? Nini maana ya miqat? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka miqat ambayo ni mipaka inayoanziwa ibada ya haji ama umra. Kwa ni wajibu kwa kila anayetaka kufanya ibada ya haji au umra, ibada yake ianzie kuanzia hizo sehemu, kisha ndo aanze ibada yake hapo. Kwa miqat, nikiwapa mfano wa haraka haraka, chukulieni ni ule mlango pale. Huwezi kuingia msikitini kwa mfano mpaka upitie ule mlango. Kwa miqat ni kama mfano wa milango, si kuwa ni mlango mfano wa milango ambao huwezi ingia ndani ya nyumba mpaka upitie milango hiyo, kisha ndio ingie ndani ya nyumba. Tumeelewana vizuri? Kwa kuna sehemu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka, kuanzia hapo ndiyo ibada inapoanza ya yule anayetaka kufanya haji au umra. Sasa kila upande umewekewa miqati yao, mutapitia insha Allah taala katika safha ya pili hiyo, mtaziona sehemu mbalimbali zilivyowekewa miqati yake. Kwa kuchunga kurefusha, sitazungumza kuhusu hizi miqati ya watu wa huku ni hii na watu wa huku ni hii, lakini kinachotuhusu sisi hapa sasa ni matendo ya anayetaka kufanya umra au haji katika miqati. Anapofika Muislamu katika miqati, kuna mambo ambayo atakikana ayafanye kabla ya kuanza ibada yake ya haji au umra. Na kwa kuwa hili la kuyafanya haya mambo katika miqati, mara nyingi kwa wale wanaosafiri kutumia ndege hawawezi kufanya hivyo, kwa sababu nikikwambia katika miqati yapendekezwa kuoga, utaoga kwenye ndege? Huwezi, sio? Sasa mengi katika haya tutakayoyataja hapa utayafanya kuanzia ukiwa nyumbani kwako kabla ya kuanza safari yako, ili iwe ni sahali kwako wewe unapofika katika miqat ukiwa juu ya hewa kuingia katika ibada yako. Jambo la kwanza, inapendekezwa aoge kwa ajili ya ihram, hata akiwa ni mwanamke aliye katika ada ya mwezi au damu ya uzazi. Kwa hivyo ni sunna kuoga. Jambo jingine, ni sunna kujipaka manukato mazuri yenye harufu nzuri mwilini, si katika nguo ya ihram, katika mwili wake, bimaana kwenye ngozi yake, shingoni, kwenye mkono wake aweke manukato. Kwa mfano kwenye ndevu, nywele, katika ndevu na nywele kwa wanaume, lakini pasi na nguo ya ihram. Nguo ya ihram haitiwi manukato. Kwa wanawake yasiwe na harufu inayojitokeza, sababu ni fitna. Na hapa ni kabla ya kuingia katika ibada
ya haji ama umra, kabla ya kuhirimia. Ama baada ya kuhirimia itakuwa ni haram kwake yeye kupaka manukato. Kwa hapa tuzungumzia kabla hajaingia katika ibada, ndio yapendekezwa kujipaka manukato. Akiingia katika ibada itakuwa ni haram sasa kutumia manukato. Tuko pamoja vizuri hapa? Unielewa hapo? Bado mimi najua nikimwangalia mtu uso tu kama hajaelewa hajaelewa. Tumesema ni sunna kuoga. Akishaoga, sunna inayofuata ajipake manukato. Kwa hiyo achukua utur, wajipaka kwenye shingo, kwenye ndevu, kwenye nywele, sawa? Lakini vile vitambara vyako viwili vya ihram, ya juu na ya chini, hauvitii manukato, sawa? Hautii manukato katika vitambara. Ukishaweka katika mwili wako yale manukato, hii waifanya kabla ya kuingia kwenye ibada. Ukiwa Mombasa huko, sawa, ama ukiwa airport mfano, haujaanza ibada, kwa sababu ukiingia katika ibada haifai kupaka perfume tena. Tuko pamoja mpaka hapo? Sawa. Jambo jingine ambalo ni sunna, atanyoa na kuondoa kila alichoruhusiwa kukikata. Kama sharubu atapunguza, na kusafisha sehemu za siri, na kila anachohitajika kukiondoa katika mwili wake, kukata kucha, kunyoa sehemu za siri na nyinginezo zile ambazo atakana ajisafishe katika mwili wake. Na kitendo hiki asili yake ni kuwa hakihusu ihram, isipokuwa ni kwa sababu asije akahitajika kujisafisha wakati yuko ndani ya ihram, atakatazwa kule. Kwa hivyo yajisafisha kabisa mapema. Ama ndevu sote tofahamu kuwa ni haramu kunyoa. Usinyoe ndevu, zibakishe vile vile. Jambo linalofuata, kwa hivyo tumeona mambo ngapi sasa? 3. La kwanza ni kuoga, itia manukato, kunyoa sehemu ambazo atakana azinyoe katika mwili wake. Jambo la 4, kisha kwa mwanamume atavaa izar na rida. Izar ni ile nguo ya chini ambayo ataifunga kama mfano wa kikoi, na rida ni ile nguo ya juu anayojifunika nayo mabegani. Yapendekezwa zaidi ziwe rangi nyeupe tena safi, ingawa sio sharti kuwa nyeupe, bali yajuzu kuvaa rangi nyingine yoyote. Isipokuwa nakwambia hivi, usiambiwe hivi basi ukaenda kutafuta tauli ya rangi brown ukavaa ili watu wakuone tu wajua. Kuna watu manake mashallah wasemavu, wale watu wetu wa bara hawachelewagi. Yani atakalazima afanye kitu tofauti na watu wengine, makosa. Ushaambiwa kuwa ni sunna bora zaidi kuvaa nyeupe, wewe vaa vile vile. Na wewe nenda katika duka lolote linalouza nguo ya haramu, hutaona isipokuwa iko nyeupe tu, yauzwa nyeupe, basi shikilia hiyo. Lakini kwa mfano imetokea pengine labda ile ihram hukupata nyeupe, basi waweza kutumia rangi yoyote nyingine. Ama kwa mwanamke, ana ruhusa ya kuvaa nguo yoyote aliyozoea kuivaa, kwa sharti asijifananishe katika vazi lake na wanaume, wala lisiwe vazi la kuwavutia wanaume ikawa ni fitna. Ama kwa wanawake, kuna watu wahusisha vazi maalum kwa wanawake. Yani utaona mwanamke amevaa nguo ya rangi ya kijani ama nyeupe. Nafikiri kuna kina mama juu wasikia samanini, lakini waweza kumwona maskini mwanamke mtu mzima amevalishwa nguo mpaka amefanana na mtoto wa nursery school, yani kavalishwa kama uniform ya mtoto wa nursery. Vaa unavyovaa kawaida, jilbab yako, jistiri vizuri kabisa.
wala hakuna nguo maalum wamewekewa wanawake. Kwa wanaume ndio wavaa izar na rida, lakini kwa wanawake avaa nguo yoyote alizoea kuivaa maadamu haikhalifu sheria. Ama kuweka nguo maalum, basi hii ataingia katika uzushi, jambo halina mashiko yoyote. Jambo la 5, yajuzu kwa muhrim kuvaa ihram yake kutoka nyumbani kwake. Kwa mfano, anayetoka kwenda kufanya haji akavaa ihram yake kuanzia Mombasa, yafaa, sababu ni nguo tu ile, hajaingia katika ibada, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Walivaa wakiwa Madina kabla ya kufika Dhul-Hulaifa, na hili humfanyia wepesi zaidi yule anayesafiri kwa ndege, kwa sababu ni uzito kuvaa akiwa juu ya ndege. Kwa hiyo itajuzu kwao kupanda ndege wakiwa na vazi la ihram, lakini hawatahirimia hadi wakaribie au wafike katika miqat. Bimaana haanzi ibada, ni nguo tu amevaa. Na mara nyingi husema kuwa ni bora zaidi ikiwa kwa mfano kuna transit, watoka Kenya mwenda kwa mfano Dubai, mna masaa 2-3, kisha ndio mtaondoka kwenda Saudia. Basi mkifika Dubai pale mweza kubadilisha, lakini nguo yako uwe umebeba katika bagi yako ya juu, usisahau. Ikiwa wajijua ni mtu wa kusahau, vaa kabisa bwana kuanzia nyumbani kwako, sawa. Kisha ile ya juu ile itie kwenye begi juu, vaa kanzu. Ukifika juu ya ndege waweza kutoa kanzu yako ukavaa ihram yako ile ya juu, utakuwa umeingia vizuri kabisa. Jambo linalofuata baada ya kumaliza haya yote tuliyoyataja, ashaingia katika miqat, atahirimia. Na hii ni kwa wale walio katika miqat, lakini ikiwa yuko juu ya ndege, yule rubani atawatangazia kuwa mmekaribia kufikia katika miqat. Hapa atahirimia. Kuhirimia maana yake nini? Ihram ni nia ya kuanza matendo ya haji au umra. Atanuia kwa moyo wake aina ya haji anayotaka kuitekeleza, na aina ambayo tuitekeleza siku hizi karibu watu wote ni haju tamattu', nao ni ile unaofanya umra. Ukimaliza umra warudi wavaa nguo zako za kawaida, wasubiri tarehe 8 ili uanze ibada yako ya haji. Kwa hiyo atanuia kwa moyo wake aina ya haji anayotaka kuitekeleza, au atanuia umra ikiwa ni umra, na hapa atatamka kile alichokinuia, nia anayo tangu mwanzo. Atasema labbaik allahumma biumra, sababu enda kufanya umra mwanzo, au labbaik allahumma umra. Akiambiwa mumefika katika miqat, basi atasema labbaik allahumma biumra, tayari ashaingia kwenye ibada. Sasa ibada yaanza hapa sasa. Mmenielewa? Maneno mazuri. Je, lazima tufuate utaratibu huu? Pointi ya kwanza, haya ni mambo ambayo weza kunyoa mwanzo kisha ndio kaoga kisha ndio sisi tuzungumza kwa ujumla tu. Haya ndiyo mambo atakana ayafanye, si lazima yaende kwa utaratibu huu tuliotaja hapa. Umefahamu vizuri naam. Lakini hizi ndio sunna anazotaka kuzitekeleza, atakana azitekeleze. Jambo linalofuata, ashasema labbaik allahumma umra. Sasa yuingia kwenye ibada. Sasa kuanzia kutamka labbaik allahumma biumra, atakuwa tayari ashaingia katika ibada yake, na hapo ataanza kuleta talbiya, nao ni kama ifuatayo: labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda
wan-ni'mata laka wal-mulk la sharika lak. Hii ndiyo talbia. Atakuwa akiikariri hii talbia kuanzia akisema labbaik allahumma bi'umra, ataanza labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik. atakuwa yukariri hii talbia kuanzia aseme labbaik allahumma bi'umra, aanza kuleta talbia. Anaamrishwa anaileta talbia awe atanyanyua sauti yake juu, kwa sababu ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawake pia ni kama wanaume katika hili, watanyanyua sauti zao maadamu hakuogopewi fitna. Ama wakiwa karibu na wanaume watashusha sauti zao chini, wakiwa wao kwa wao kando waweza kunyanyua sauti zao juu. Atalazimiana na talbia njia yake akiwa yuelekea Makka, kwa sababu ndio shiar kubwa, ndio alama kubwa ya ibada ya hija. Kwa huku ndege yaendelea kutembea na yaleta talbia, akichoka yapumzika. Waruhusiwa kuzungumza na mwenzako, waendelea. Sio wengine asinielewe akawa labbaik allahumma labbaik mpaka iwatoa pasipoti kule kwa immigration, labbaik la sharika lak, akawa yofanya vitu kwa usifanye hivyo, usifanye hivyo. Ukifika kule airport utashuka uende ukatoe pasipoti yako, gongeo, utaulizwa utoka wapi, mfano utazungumza nao, lakini mara nyingi atakana ulete nini? Talbia. Waruhusiwa kuzungumza, lakini mara nyingi leta talbia. Mmefahamu nini? Naam. Atakapofika mji wa Makka, akiyaona majumba ya Makka yale, hapo ataikata talbia ili kujishughulisha na yanayofuata katika ibada. Shafika Makka sasa utakwenda kufanya umra yako. Lakini mara nyingi ukifika pale Makka ndio kushuka uingie kwenye hoteli pale, upate room yako, pumzike kama kuoga na nini, kisha ndio unakufanya umra yako. Lakini haya tuliyoyataja haya ni kabla ya kule kufika Makka. Sasa tushafika Makka. Kuna mambo ambayo sio makosa kwa muhrim kuyafanya, lakini baadhi ya watu wakadhania kuwa ni makosa. Kwa tukaonelea haya ni afadhali tuyataje, tuwaelezee watu, ili mtu asione kuwa ninachokifanya mimi ni makosa. Mara nyingi anayefanya ibada ya haji na umra, kwa kuwa ataka ibada yake iwe ameipatia vizuri, huingiwa na baadhi ya wasiwasi, kwa nisije nikafanya jambo fulani ikaharibu ibada yangu. Sasa muhimu pia tutaje yale ambayo yafaa na yale ambayo hayafai, ili anayefanya hii ibada awe ataifanya ala bayina, yuwajua yuwafanya kitu gani. Katika mambo ambayo yafaa, niwaambia nitafupisha kwa point namba 1. Kuoga kwa muhrim hata kwa kusugua kichwa chake. Hilo limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihu al-Bukhari na Muslim, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Makka, jambo la kwanza kabisa alianza na nini? Na kuoga. Na aruhusiwa kutumia sabuni, na bora iwe ni sabuni ambayo haina harufu. Na hapa ziko zile sunlight zile, nunua sunlight, beba. Usije ukanunua panga ukaruka kama harufu ya vyombo. Mtu ashindwa sufuria mpita hapa, ama ni mtu, ni kumbe ni mtu. Haina haja tafuta sabuni ya panga. Nenda kanunue sabuni ya sunlight tu, ile yatosheleza. Nunua sabuni 2-3 za sunlight, usafiri nazo, waweza kuogea nayo. Kwa hiyo yafaa kuoga, hakuna makosa yoyote katika hilo. Jambo jingine, kujikuna kichwa, hata ikipelekea baadhi ya nywele kudondoka kichwani, haina shida. Kuna watu wakijikuna tu nywele yaanguka, haina shida.
waruhusiwa maadamu wawashwa kitwa, wewe jikune tu, haina shida yote. Kuna baadhi ya watu wafanya ghulu mpaka wasema haifai mtu kujikuna kichwa, yafaa kujikuna kichwa. Jambo nyingine, nitaruka hiyo pointi ya 3 ya 4, kujifunika na kivuli cha mwavuli hakuna makosa, kwa sababu jua ni kali, waruhusiwa kubeba mavuli ambayo itakupa kivuli. Kadhalika hema, tent, kuingia chini ya tenti yako haina shida yoyote. Au ndani ya gari, kwenye basi, kaingia ndani ya basi, kuna mkayef pale ndani, ukakaa ukapumzika, hakuna makosa. Kuna kundi la mashia potofu ile, wao ni makhluki wa ajabu, wapata tabu sana hata hapa duniani pia kwa kuwatukana na masahaba. Basi zao mtaona wale mashia huwa zakatwa juu, kuko wazi, kwa sababu mashekhe wao waambia haifai kujifunika hata na kivuli pia cha gari. Kwa ukiona wapigwa na jua, pigwa na jua, mimi huwa nasema alhamdulillah, Allah iwawalipa kwa kuwatukana masahaba. Wapigwa na jua kweli kweli, jua la Arabuni kali, lakini basi za mashia wazakatwa, ya wachwa wazi kule juu. Ukitaka ukiangalia ukiona basi juu haiko na rufu, ujue mashia wapita, wachomwa hapa hapa duniani, waanza kuchomwa kwa kuwatusi masahaba tu jamaa zetu. Katika mambo ambayo hayana makosa, kuvaa ukanda kiunoni. Hakuna makosa mtu kuvaa ukanda kiunoni, bali naweza kusema kuwa kwa hasani zako mwanamume usiende na ihram, ile nguo ya ihram yako bila kuvaa ukanda kiunoni. Izari yaweza kukudondoka ukapata tabu sana, wallahi tena, na hasa ikiwa kuna zahma ya watu, huwezi kuinama kuichukua, na chini kuna balaa. Umeelewa rafiki nazungumza nini? Sasa usije ukaenda hivi hivi, itakuletea tabu. Kwa funga ukanda vizuri kiunoni ili uizuie na uidhibiti ile nguo yako vizuri. Kadhalika yafaa kuvaa pete, kama una pete yako wavaa, ina neno. Yote haya hayakukatazwa. Pia kuvaa miwani, iwe ni ya jua au ya macho, yafaa kuvaa miwani, na haswa wakati huu kule jua ni kali sana, na ukienda pale haram huwa ile tiles ni nyeupe, kwa hiyo ikipigwa na jua yaumiza macho. Waruhusiwa kuvaa sunglasses ili kujizuia na lile jua, bali mimi na nasihi mara nyingi mtu abebe sunglasses, kwa sababu jua kule ni kali sana. Ile itakusaidia wewe insha Allah taala ili usiumie macho. Kwa hiyo vaa sunglasses yako, haina makosa. Kuvaa saa ya mkono, hakuna makosa kuvaa saa, waweza kuvaa saa pia, haina neno. Kubeba kipochi cha vitu vyako vya thamani muhimu katika shingo, pia hakuna makosa. Kwa mfano mbeba pasipoti zake, pesa zake, akaweka shingoni hivi, haina makosa. Tumeelewana mpaka hapa? Tayeb. Katika mambo ambayo yajuzu kwa mwanamke kutumia tembe za kuzuia ada yake ya mwezi ili afanye vizuri ibada yake ya hija, ikiwa hazitamletea madhara. Na hapa atarejea kwa daktari wake, daktari ndio atampa ruhusa ama atamkataza. Kumalizia, yajuzu kwa mwanamke kuhirimia hata akiwa amevaa dhahabu mkononi. Kuna baadhi ya kina mama dhania kwa ikiwa ninavaa dhahabu mkononi sifai kuhirimia. La, haina shida yoyote, ingawa si nasihi kwa wanawake kuvaa madhahabu wakiwa wafanya ibada ya umra ma haji, sababu si watu wote wanaokuja pale wataka ibada. Kuna wengine wamekuja ni wevi, kwa hiyo ikaja kukuletea shida, haina haja ya kufanya hivyo. Lakini tutasema ikitokea kwa mfano, basi ibada yake iko sawa, haina shida yoyote. Kwa yote haya tuliyotaja yaingia katika kuwa yajuzu kwa mtu kufanya. Mpaka hapa mmeeleweka? Sasa
haya yajuzu kuyafanya. Ni yapi yaliyoharamishwa? Sisi tunajua kuwa kuna mambo ambayo hayafai kufanywa, pengine huku nje yafaa kufanya, lakini ukiingia katika ibada ile hufai kuyafanya. Ni yapi? Tuyazungumzia hayo sasa. La kwanza, kupunguza sehemu ya nywele au kukata kucha. Haifai kunyoa nywele au kukata kucha ikiwa uko ndani ya ibada ya haji ama umra, mpaka ifikie wakati wake wa kunyoa. Umeelewa? Ikifikia wakati wake ndio utaruhusiwa wanyoa, bali ni katika ibada. Lakini pale katikati huruhusiwi kukata nywele wala kukata kucha. Lakini ikitokea mtu amejikwaa, kucha ikadondoka ikawa yamuumiza, imebakia sehemu ndogo itoke, waweza kuitoa ile kucha kwa sababu itakuumiza. Sasa hii ni masala mengine. Jambo la pili, haijuzu kwa muhrim. Nikisema muhrim nimeeleweka, ameingia katika ibada sasa. Haijuzu bimaana ni haram kwa muhrim kujitia manukato katika nguo wala katika mwili wake. Tulisema kabla ya hapo ni sunna, kabla ya kuingia kwenye ibada ni sunna kujitia manukato katika mwili wake, asiweke kwenye nguo. Akiingia katika ibada haifai la katika nguo wala katika mwili wake. Ama athari iliyobakia ya manukato aliyojiweka kabla ya ihram, athari hiyo haidhuru. Bila shaka aliyejipaka manukato mazuri, pengine yale manukato yaweza kubakia siku mbili katika mwili wake, haina neno maadamu alijiweka kabla ya ihram. Lakini baada ya ihram haifai kujiweka manukato. Mko na mimi nyote? Haya. Ama kama wewe ni wale wa kuweka, naona watu wasinzia, wale wa kuweka yale manukato ya uzo nje ya msikiti hapa ya shilingi 100 yale ya kuswalia tu, ili usiwaudhi ndugu zako unaposwali, kwa watia miski, Allahu akbar, mwenzako asikia harufu nzuri, kutoa salamu ishaisha yale ya sahali yale, basi usiseme kwa kuwa yankwisha acha niweke tena. Lakini kuna watu waweka manukato, subhanallah, aweza kuweka kidogo tu kwenye ngozi yake akafuta hivi, siku 2 siku 3 iko katika mwili wake, ghali, lakini yauzwa ghali yani. Kwa hivyo haidhuru ibada yake maadamu imebakia ile harufu aliweka kabla, haidhuru. Tayeb, jambo jingine, haijuzu kwa muhrim mwanamume kujifunika kichwa kwa kinachogusa kichwa, kama kutumia ihram yake akaiweka ihram kwenye kichwa chake, au kuvaa kofia kama hivi kofia, au kuvaa kilemba. Yote haya hayajuzu. Na akifinika kichwa chake kwa kusahau kwa mfano, basi anapokumbuka pale pale aondoe kile kilichokuwa kichwani mwake, na haitamdhuru ibada yake. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, sababu amesahau. Wakati mwingine mtu aweza kulala usingizini akajifunika na ihram yake kichwani sababu alikuwa amelala, basi akiambiwa aiondoe kichwani. Tayib, ama kwa wanawake katika hali ya ihram ameamrishwa kuacha uso wazi, lakini akiwa mbele ya wanaume atajistiri uso wake na viganja vyake kwa kutumia jilbab ile aliyovaa yake, ili asionekane na wanaume. Na pia aweza kushonesha kitambara juu ya jilbab yake kwenye kichwa hapa, akiwa mbele ya wanaume, kile kitambara akakishukisha. Kilichokatazwa ni kuvaa niqab ile ya kufunga hivi, hiyo ndio imekatazwa. Na kuvaa gloves, atatia mkono wake ndani ya jilbab yake na uso wake atashukisha kile kitambara. Aweza kufunga na pini ama akakishona hapa juu, akiwa mbele ya wanaume akashukisha mbele ya uso wake, la bas. Ama niqab, amekatazwa mwanamke kuvaa niqab.
Jambo jingine, haijuzu kwa mwanamume kuvaa nguo zilizoshoneshwa kwa kadri ya viungo. Al-makhit, wengi wakisikia makhit wasema nguo ambayo haina uzi. Nguo gani duniani haina uzi? Hata ile ihram unayoivaa kwani haina uzi? Ni uzi ndio watumika katika kutengeneza nguo, lakini maana ya makhit ni nguo iliyoshoneshwa kulingana na viungo. Kama hii kanzu nimevaa ina mkono, yaitwa makhit. Umeelewa? Suruale yaitwa makhit kwa sababu imeundwa watia miguu. Kwa nguo yoyote iliyoshoneshwa kulingana na viungo vya mwili yaitwa makhit. Lakini ukiangalia izar ni kitambara wakifunga, na rida ni kitambara wajifunika nacho. Umeelewa vizuri? Haikutengezwa kulingana na viungo vya mwili. Kwa nguo yoyote ambayo imetengenezwa kulingana na viungo vya mwili wako hufai kuivaa wewe mwanamume. Bimaana yule aliye katika hali ya ihram, mwanamume hana katika mwili wake isipokuwa vitambara viwili peke yake, cha juu na cha chini. Kwa maana yake hata ndani asivae suruali ya ndani. Kuna baadhi ya watu sema hata boksa pia, hata karate pia, wacha boksa, hauruhusiwi kuvaa. Kuna watu washindani, mtu basi itakuwaje, ndio hivyo hivyo. Hufai kuvaa nguo yoyote iliyoshoneshwa kulingana na mwili wako na viungo vya mwili wako. Wewe utavaa tu chini kitambara na juu. Ndio maana nikasema tafuta ukanda mzuri, na alhamdulillah kuna ile mikanda kihadhrami ile gamara ile waita ile ya rangi ya kijani na nyeusi na nyekundu, yauzwa mjini hapa. Nunua ile uweke vizuri, na pia waweza kuweka pesa, waweza kuweka simu, yauzwa ile yashika vizuri katika kiuno, kwa sababu wajua tu ikianguka ile hakuna kitu kingine. Kwa lazima ujistiri vizuri ili isije ikaanguka njiani. Katika mambo ambayo yameharamishwa ni haramu pia kumwingilia mkewe kabla ya kuhalalika. Ukiwa katika hali ya ihram hufai kumwingilia mkewe, na akifanya kitendo cha ndoa kabla ya kuhalalika, kwa mfano yuko kwenye ibada ya haji kisha akafanya kitendo cha ndoa, usiniulize vipi, anasema fuqaha wasema hivi, ikiwa itatokea, na hii si sahali, lakini ikiwa itatokea mtu ameingia akateleza akafanya kitendo hiki, basi haji yake itabatilika na atalazimika kuitimiza mpaka mwisho. Haji yake haisihi, lakini hivyo hivyo ataambiwa kuwa lazima uendelee, na iwajua wazi haisihi katika adabu yake ya kwanza, na itambidi arudi tena mwaka mwingine kufanya haji. Yani ile kwisha, atarejea tena mwaka ujao aandae milioni nyingine kabisa kwa ajili ya haji takriban na pia atatoa fidia. Na fidia nini? Kuchinja ngamia au ng'ombe, yeye na mkewe, kila mmoja ngamia mmoja, ngamia wawili. Na wale ngamia wachinja kule, usipige simu hapo mtafute jamaa kuuza ngamia huko atupate rahisi, huko kwenye haram huko kule Makka kule wachinjia kule. Na ni wajibu watubie kutokana na dhambi hiyo. Ama ikiwa kitendo cha ndoa alifanya baada ya kuhalalika kwa kwanza, bimaana baada ya tarehe 10 kutupa vijiwe akanyoa, kabla ya kufanya tawafu ifadha akaangukia katika kufanya kitendo cha ndoa, hapo haji yake ni sahihi na ni juu yake kuchinja. Kwa hivyo hapa hatochinja ngamia, atachinja mbuzi, yeye mmoja na mke wake mmoja. Kwa nini? Usifanye tu, subiri tu ufanye tawafu ifadha kama tutakavyoeleza inshallah, kisha utahalalika. Ni haramu pia kumkaribia mkewe kwa vitangulizi vya ndoa kama kumbusu na vinginevyo, haifai. Hivi
ni vile vilivyoharamishwa kwa yule anayekuwa katika ibada ya haji au umra. Mpaka kufikia hapa mmeeleweka? Kuna kitu hakijaeleweka kabla sijasonga mbele inshallah, kwa sababu sasa hivi nataka kuingia katika namna ya kufanya umra. Atakikana aifanye vipi muislamu ibada yake ya umra? Upande huu mmeeleweka? Wazee mwasemaje huko nyuma? Mko sawa? Twende mbele. Haya, nasonga mbele. Naam. Je, yafaa kupaka vaseline katika mapaja ili usikatike miguu? Yafaa sana, tembea nayo aswa. Sikia, kama utapata kile kidogo hivi, tembea nayo, utakatika, utatembea mwendo wa ajabu. Yani watu waweza kusema ule bwana mbona yatembea vile, kumbe maskini amekatika huko. Na haswa ikiwa mtu ana mwili mkubwa. Kwa hiyo uchukue ile vaseline, weka, haina shida yoyote. Ikiwa ile athari yake ishaisha, nenda kando tena, kama ni chooni ama wapi, weka tena, haina shida yoyote. Kwa sababu ukikatika itakuwa ni ngumu kuifanya ile ibada. Kikatika kwenye mapaja huwa ni ngumu sana kuifanya ile ibada, sababu kutembea taabu, yaumiza sana. Kwa yafaa kutumia vaseline katika mapaja ili usikatike. Sawa? Naam. Namna ya kufanya umra. Umra ina mambo manne muhimu kabla sijaanza, ili ieleweke sahali. Kuhirimia kutoka katika miqat, na ili tushalizungumzia ihram, al-ihram min al-miqat. Jambo la pili katika umra ni at-tawaf, kutufu katika al-Kaaba mara 7. Tutaeleza namna gani. Jambo la tatu as-sa'i baina as-Safa wal Marwa, ni jambo la sa'i. Na jambo la 4 al-halqu au at-taqsir, kunyoa kipara au kupunguza nywele. Haya mambo manne ndio yanayofanywa katika umra. Ushamaliza. Tumezungumzia la kwanza la kuhirimia. Jambo la pili ni tawaf, ndio sasa tuizungumzia tawaf. Na kila nikimaliza kuzungumzia jambo nitatoa nafasi kama dakika moja hivi, kama kuna suala mtu akuelewa kitu aulize. Anapofika mji mtukufu wa Makka, yule anayetekeleza umra inapendekezwa aoge mara tu anapofika mji huo mtukufu. Tumeeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifika Makka, kitu cha kwanza kianza na nini? Na kuoga. Kwa utaingia uoge. Baada ya hapo ataelekea Masjid al-Haram, na sio lazima kuwa pale pale lazima ende. Ikiwa amechoka, sheria ya kuruhusu upumzike. Waweza kusema wacha nilale, mimi nimeingia saa 5 usiku, wacha nilale, inshallah alfajiri nikisha swali nitafanya umra, haina neno. Lakini akiwa ana nguvu za kuweza kuanza pale pale, basi moja kwa moja atakwenda kufanya umra yake baada ya kuoga. Tuko pamoja hapa? Tayeb. Kwa hivyo ataelekea Masjid al-Haram ili kutekeleza matendo yake ya umra. Na ikitokea kuwa akasema mimi nenda moja kwa moja hata siogi, haina shida, atakuwa amekosa ile sunna ya kuoga, lakini umra yake sahihi. Jambo la pili, anapotaka kuingia msikiti huo mtukufu, atatanguliza mguu wake wa kulia na kuleta dua ama dhikr anayoileta. Juzi tumezungumzia wiki iliyopita hapa katika darasa alfajiri, adhkar za kuingia msikitini. Kwa zile dhikr za kuingia msikitini ambazo tuwaleta hapa katika msikiti huu wa Huda Spaki hapa, ndio hizo kule pia, hakuna tofauti. Kwa kama vile msikiti wowote mwingine ukiingia kuna dhikr wasoma ya kuingia msikitini, ndio hiyo utakaoisoma huko. Kwa mfano, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma iftah li abwab rahmatik. Khalas, ingia. Utatanguliza mguu wako wa kulia uingie msikitini.
Pia ukitaka utasoma hii a'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim min ash-shaytani ar-rajim Allahumma iftah li abwaba rahmatika, kisha waingia kwa mguu wa kulia, na ndio dua unaoingia nao msikiti wote mwingine. Baada ya hapo ataelekea kwenye al-Kaaba tukufu ili kuanza tawaf. Ni katika sunna kwa wanaume kuweka bega la kulia wazi, na hii yajulikana kama al-ittiba'. Atatoa bega lake la kulia wazi na kuacha bega la kulia wazi kuanza hapa, si airport. Kuna watu atembea yeye muhimu amvaye haram, yeye kikwapa nde, atawacha mkono nje tu, yeye azunguka. Makosa. Sawa sawa ni kuwa ukiingia pale wataka kufanya tawaf, ndio waweka bega nje, si kila mahali. Na ukimaliza tu tawaf pia wafunika bega lako kama tutakavyoeleza. Ndio kwa bega la wachwa wazi wakati wa tawaf peke yake. Kwa hiyo yapendekezwa kwa mwanamume katika tawaf hii ya umra awache bega wazi. Ama tawaf nyingine hizo kama tawafu al-ifadha, tawafu al-wadaa, zile hauweki bega wazi, bali watufu ukiwa ushamaliza jambo la kuvaa ihram, watufu ukiwa na kanzu yako tu kama kawaida. Zile tawafu nyingine. Hapa tuzungumzia tawafu ya umra, tumfahamiana. Ataweka bega lake la kulia wazi, kisha ataanza kutufu mara 7, akianzia katika Hajarul Aswad. Akiweza kulifikia Hajarul Aswad atalibusu bila ya kuleta msongamano wala kuwaudhi waislamu wenzake kwa matusi, kupigana, kusukumana. Yote haya sio sawa. Ikiwa hakuweza kulifikia Hajarul Aswad, atanyosha mkono wake na kuleta takbira Allahu Akbar bas, wala hatabusu mkono wake. Kwa akifika pale kwenye Hajarul Aswad, ile nguzo ya Hajarul Aswad, atasema Allahu Akbar, kisha yuanza tawafu yake. Ataendelea hivyo katika tawafu zote 7. Kila akifika katika Hajarul Aswad asema Allahu Akbar. Kila anapofika Hajarul Aswad aleta takbira, na ana uhuru wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila dhikri, kama kusoma Qur'an katika tawaf na kuomba dua, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dhikri yoyote waweza kuleta, una uhuru bwana. Asikupeni mtu kitabu akwambia hizi ndio dhikri, ya kwanza utasema hivi, ya pili utasema vile. Usitufunge bwana ukatutia dhiki. Mola wetu hakutufunga, wala mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakutufunga. Ametuachia tulete adhkar, tuombe dua, tusome Qur'an. Uko huru kuleta dhikri yoyote. Tuko pamoja mpaka hapo? Ajiepushe sana na kuudhi watu. Kuna jambo nataka nilizungumzie kando kidogo hapo. Katika ibada adhimu tunaoisoma katika ibada ya haji na umra ni ibada ya subra. Kama huna subra, ndugu yangu, utakwenda kufanya ibada na dhiki sana. Lazima uwe na subra sana, kwa sababu uenda kukutana na watu wa ulimwengu kutoka sehemu mbalimbali, na kila mmoja na malezi yake. Kuna jambo kwako wewe waweza kuliona ni la sawa, mwenzako akaliona ni la makosa, na kuna jambo wewe waliona ni la makosa, mwenzako kulikuwa washazoea. Kuna baadhi ya nchi wamefunziwa kuwa lazima watembee pamoja katika tawaf, katika sa'i, wako pamoja. Akiingia mtu wa nchi nyingine katikati, atapigwa visukusuku mpaka akome. Wallahi tena, ukijifanya una hasira utaharibu ibada yako. Wale watu dawa yao ndogo tu, dawa yao wewe cheka tu. Akifanya hivyo tabasamu, mwangalie yeye pia atacheka, atajua huyu jamaa anishtukia huyu. Wallahi inshawaona mara nyingi ukicheka wao pia wacheka, hapita bwana.
usifanye hasira, utakasirishwa na mambo mengi. Fungua kifua chako, kuwa na subra. Ndio walivyo maskini wao, wamfundishwa hivyo. Akija mtu karibu, mdunge kisukusuku, na vile ni mfupi sasa kile kisukusuku chaingia kwenye kiuno huku cha dunga dunga. Wewe fanya subra tu, fanya subra tu, wallahi fanya subra tu. Alafu kumbuka kitu kimoja, kila ukijaribu nafsi yako kujikumbusha, hawa ndugu zangu, si mimi Mkenya, huyu sijui Muindonesia, mimi Mkenya, huyu Nigeria. Sote ni ndugu, sote ni Waislamu. Sasa ukiwa na ile roho kuwa huyu ndugu yangu atoka huko na huyu ndugu yangu atoka huko, hili jambo litakupa nini? Litakupa utulivu katika moyo wako. Yaani basi ndugu yangu anikosea pia nimchukulie, wacha tu. Kwa hiyo ukiwa watufu, usijaribu kuleta msongamano na watu. Ukiona mahali watu waanza kufinyana, wewe jiondoe, usijisukume na watu, sababu ibada hii ni ibada adhimu. Kuna mambo mengi tujifunza, na katika tunaojifunza ni subra. Tuende na wenzetu taratibu. Tayib, anapofika katika nguzo ya Yamani, ar-ruknul yamani, tuangalieni hapa mbele. Hii meza ina pembe ngapi? 4. Tuchukulie kwa mfano hii pembe ndio iko Hajarul Aswad, sawa? Hii pembe ambayo ni kabla ya Hajarul Aswad, hii hapa yaitwa ruknu al-yamani. Hapa msikitini kuna nguzo 4, 1 2 3 4, mwaziona? Chukulieni kwa mfano hii ndio al-Kaaba. Ikiwa Hajarul Aswad iko hapa, ruknul yamani itakuwa iko wapi? Iko pale. Unaona? Ile ar-ruknul yamani, kwa nini imeitwa ruknul yamani? Kwa sababu imeelekea Yaman, ikaitwa ruknul yamani. Na zile mbili ni ruknai ash-shamiyain, sababu imeelekea Sham. Hii ni ruknul yamani imeelekea Yaman, na ile ni Hajarul Aswad iko pale rukn. Sasa ukifika ruknul yamani, nao ni ile nguzo kabla ya nguzo ya al-Hajarul Aswad, ataishika nguzo hiyo kwa mkono wa kulia ikiwa ataweza kufikia hapo. Wafuta tu kwa mkono, haubusu, wafuta hivi. Na hii pia ni ngumu sana kwa sababu ya zahma. Wala hataibusu, wala hajipanguzi kwenye mwili wake anapoishika, kama wanavyofanya wengi wasiojua, wakawa wakhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hataweza kufikia nguzo hiyo, basi atapita bila ya kuishiria kwa mkono wake. Ikiwa hukuweza kuifikia, wapita tu kama kawaida. Pia ni sunna anapofika hapo alete dua hii: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ataikariri rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana, atakuwa yukariri hiyo dua huku yuatembea mpaka afike Hajarul Aswad. Dua ni moja tu, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Katika kila mzunguko akifika ruknul yamani, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana atina fid dunya, hivyo hivyo yukariri mpaka afike Hajarul Aswad. Akifika Hajarul Aswad, Allahu akbar, aanza tena. Akifika ruknul yamani, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, mpaka afike tena pale Allahu akbar. Namna hiyo ataendelea hivyo katika tawafi yake, akianza katika Hajarul Aswad, akimalizia kila mzunguko hapo. Kila mzunguko mmoja waishia Hajarul Aswad hadi mwisho wa mzunguko wa 7. Na ni sunna kwa wanaume kuharakisha kidogo katika mizunguko 3 ya kuanzia tawafi ya umra. Kwa hiyo wataharakisha kidogo tu, yani kutikisa mabega hivi, sawa? Raml kwa wanaume, zile tawafu za kwanza 3 kidogo, kama ambaye wafanya jogging, lakini taratibu tu kwa kutikisa mabega tu pale. Kwa hiyo hii atafanya katika tawafu ya umra ama tawafu al-qudum. Ahakikishe anayetufu awe katika hali ya tahara kutokamana na hadathi kubwa na hadathi ndogo.
Na lau mwanamume atamgusa mwanamke bila ya kukusudia, basi udhu wake hautanguki kama wanavyodhania baadhi ya watu. Hata kwa mfano akashika kukusudia pia haitangui udhu, ingawa ni makosa kufanya hivyo. Na hii ndio kauli yenye nguvu katika kauli za wanawavyuoni, ingawa ni haram kukusudia kumgusa mwanamke ajnabia, lakini ikitokea amegusa, basi tahara yake haiharibiki. Tumeelewana? Yuko katika hali ya tahara kama kawaida. Haya, suala laje sasa, tunkubali hiyo, tuendelee na tawafu yetu. Tushamaliza tawafu. Je, nikitokwa na upepo itakuwaje? Na kazi kweli kweli. Tukisema huyu mtu anayetokwa na upepo aende akatawadhi kisha arudi, wallahi kuna uzito mkubwa sana. Kauli sahihi ni kuwa si sharti la tawaf tahara kama vile swala, lakini akimaliza kutufu mara 7, ile ya 7 Allahu akbar ashamaliza, kinachofuata ni raka 2, sio? Tutaeleza hapo. Hapo itambidi afanye nini? Atawadhi ndio aswali, sawa? Lakini tawafu yake itakuwa ishakamilika. Tayeb, baadhi ya makosa yanayofanyika katika tawafu, nitaanza na la pili, kushika kila nguzo ya al-Kaaba. Kuna baadhi ya watu wasema mi bora niishike tu ile al-Kaaba. Sunna katika al-Kaaba kushika ni sehemu 2, al-Hajarul Aswad na Ruknul Yamani, basi. Ama sehemu zote zilizobakia hakuna sunna ya kubusu wala kushika, na sunna ya kubusu pia ni katika Hajarul Aswad, na hii ni katika hali ya tawaf. Tumeelewana? Kuna baadhi ya watu wafanya makosa, adhania kuwa kubusu Hajarul Aswad ni wakati wowote. Kwa hivyo hata akiswali pia yule imamu hajamaliza salamu vizuri, assalamu alaikum wa rahmatullah, kwani wangojwa aharibu swala yake, lakini enda mbio ataka ashike Hajarul Aswad alibusu. Mshaona watu wakifanya hivyo? Wako watu wafanya hivyo, imamu hajamaliza salamu yeye ashakimbia, kumbe hajui ile fadhila ya kubusu Hajarul Aswad yapatikana katika hali ya tawaf, si kila wakati. Mmeelewa vizuri? Ukiwa katika tawaf ukalibusu ndiyo fadhila hapo ipata, lakini katika hali ya kawaida tu hivi la. Fadhila ya kugusa Hajarul Aswad na kulibusu iko katika hali ya kuwafanya nini? Wafanya tawaf. Sasa Mtume sallam alifanya akiwa katika hali ya nini? Ya tawaf. Kwa hiyo kuna wengine atakaguse kuta za al-Kaaba, wengine kile kitambara cha al-Kaaba, na ndio maana wakati wa hija chainuliwa juu, sababu wengine wakata waja kuuza, kina baraka bwana, kina baraka wengine watoa handkerchief ile akaifutia pale kisha kaitia mfukoni waje kuiuza, haswa hizi nchi za bara Asia huko, India, Pakistan na wapi, mara nyingi sana watu wafanya mambo kama haya. Na mahali popote pakieni ukhurafi, hii ndio jaza yake. Si mambo ukhurafi, basi mtachukua vitambara mfute. Mimi nishaona Wakenya wabeba mawe mfukoni pale Maka. Kunani shekhe na kokoto zinjaa kule kwenu? Mawe ya Maka yeye yana nini? Mimi nishaona pia watu watia mchanga wa Maka, mtu uchukua utia mfukoni. Nishaona watu watembea mguu chuma, jua kali 52 degrees yaweza kufika 45 48 degrees, mtu atembea mguu chuma. Mbona bwana si uvae viatu? Mji ukanyagwa na mitume, mimi mvae viatu? Hiyo ni ghulu, hiyo wachomeka. Mtu amea nini blisters zile chini huku, lakini bado tu yeye yatembea mguu chuma. Hii ni katika ghulu, kupita mipaka huku, haukukatazwa bwana. Wallahu almusta'an. Kuna wengine pia atakashike makamu Ibrahim, ile ambayo ni kama mfano wa dhahabu, ile kama mfano wa dhahabu imefunikwa pale. Na hayo yote ni uzushi usiokuwa na msingi wote katika dini. Kwa wanawake zaidi hutunga mambo ya ajabu, wakaambizana bila ya kuuliza ukweli wa hayo, ukapata wengi hupata tabu na dhambi juu kwa kufanya mambo haya ya kizushi.
Mara nyingi subhanallah, kina mama chungeni sana, atakuja mtu asikie kuwa jirani yake enda hija, atakuja pale aanze kumwambia wajua basi mimi nilishika al-Kaaba, usikose kuishika. Sasa kifa kule mimi mpaka niishike, kwa nini? Jirani yangu ananiambia nishika. Bora tu ushike ukuta. Faida yake nini? Kwani Mtume salama ankuelekeza hivyo? La, basi usifanye. Msongamano wa wanaume kwa wanawake katika tawaf, tena katika Hajarul Aswad na katika maqam Ibrahim, kwa ni wajibu kujiepusha na msongamano kama hii. Jambo jingine katika makosa yanayofanywa, kutangulia mmoja mbele na kupiga fujo na wengine huku nyuma waitikia. Huku ni kuwaudhi Waislamu. Ukienda kule utaona kuna makundi, rabbighfirli rabbighfirli wali walidayya, na huko itikia. Ikawa fujo mpaka watu wafanya ibada zao hawajielewi. Sasa kuna baadhi ya nchi wafanya sana hili jambo. Hii pia ni makosa. Anapomaliza tawaf atafanya yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa, atafunika bega lake la kulia, kisha ataswali rak'a mbili nyuma ya maqam Ibrahim ikiwezekana hivyo. La, haikuwezekana, na mara nyingi haiwezekani kwa sababu watu ni wengi, basi atatafuta sehemu yoyote pale haram iliyo na utulivu, aswali rak'a mbili. Rak'a ya kwanza atasoma suratul Fatiha na suratul Kafirun. Rak'a ya pili atasoma suratul Fatiha na suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Anapomaliza kuswali ataenda katika maji ya Zamzam, anywe maji ya Zamzam na kujimwagia kichwani. Hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hapa itakuwa shamaliza tawaf. Kama kuna swali, kama kuna kitu kueleweka. Tayeb, tumalizie sa'i. Baada ya kumaliza tawaf, atatoka yule mu'tamir anayefanya umra na kuelekea Safa, mlima wa Safa, ili kutekeleza sa'i mara 7. Akikaribia Safa ataanza na kile alichoanza kukitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, nao ni mlima wa Safa. Allah sema inna Safa wal Marwa, kwa hivyo tuanza na Safa. Akifika pale Safa akiwa yuwapanda sema inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Akisema mpaka hapa yatosheleza mpaka hapa. Akimaliza aya basi, hapo atapanda Safa na kusimama juu yake, kisha ataelekea al-Kaaba na kupiga takbira mara 3 bila ya kuinua mikono. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. akishamaliza kuleta hii dhikr atanyanyua mikono aombe dua. Mikono yanyanyuliwa namna hii kwa pamoja, si hivi nyingine, mikono kwa pamoja hivi kwenye kifua, ataomba namna hii. Kwa hapa ataomba dua, aombe dua anayotaka. Wale ndugu zako walikuambia usisahau kwenye dua yako bwana, wakumbuke hapa, uombe dua. Ukimaliza kuomba dua, waweka mkono chini, waanza tena mara ya pili, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ukimaliza mara ya pili hii dhikr, wanyanyua tena mikono mara ya pili juu, waomba tena dua mara ya pili. Sasa ukimaliza kuomba dua zako, waweka mkono chini, waanza mara ya 3 tena, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, mpaka mwisho, wa hazama al-ahzaba wahdah. Hii ya 3 sasa haunyanyui mikono kuomba dua, bali washuka waelekea wapi? Marwa. Tumeelewa vizuri mpaka hapo? Tayeb, ataleta hii dhikri mara 3, baina ya moja na nyingine ataomba dua. Kwa dua itakuwa baina ya dhikri ya kwanza na ya pili, baada ya kwanza na ya pili na ya pili na ya 3. Akishaisoma ya 3 atashuka bila ya kuomba dua. Mikono atainyanyua wakati wa dua peke yake,
ama wakati anapoleta hii dhikr hatanyanyua mikono. Jingine, baada ya kumaliza atashuka aelekee Marwa, atatembea akiomba dua anayoitaka, atajiombea nafsi yake, jamaa zake na Waislamu kwa ujumla. Anapofika katika sehemu iliyo na alama au taa za kijani, kuna taa za kijani juu pale, hapo kwa wanaume atakimbia mbio sana pale kwa wanaume mpaka afike mwisho wa alama ile ya kijani, mwisho wa zile taa, kisha ataendelea kutembea tena kama alivyoanza mwanzo mpaka afikie Marwa. Tuko pamoja? Kwa hiyo washuka Safa, atembea hapo mbele, kuna taa za rangi ya green ziko juu. Akifika sehemu ya taa za rangi ya kijani atakimbia, akizimaliza zile taa mwisho wake ile laini yake yaisha, atatembea tena mpaka afike Marwa. Anapofika Marwa ataelekea al-Kaaba. Hapa sasa haisomwi tena aya inna safa wal marwata, yasoma mara moja peke yake ile aya mwanzo peke yake. Akienda Marwa haisomi aya, atapanda tu aelekee al-Kaaba na atasema yale aliyosema akiwa Safa bila ya kusoma ile aya ya mwanzo, na ataomba dua pia kama alivyofanya akiwa Safa, bimaana ile Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mara tatu pia kule ataifanya. Sawa? Akishafanya ya kwanza aleta dua, kisha aleta tena ya pili Allahu akbar Allahu akbar, aleta dua, aleta tena ya tatu. Akimaliza ya tatu ashuka arudi tena wapi? Safa. Atatembea mpaka afike katika alama ya kijani, ile taa za rangi ya kijani, atakimbia tena mpaka mwisho wa zile taa za kijani, atatembea. Akifika kule Safa atapanda juu aelekea al-Kaaba. Sasa haisomi tena aya, yuwasema tu ile Allahu akbar mara tatu, kila baada ya moja ya pili dua, baina ya pili na ya tatu dua. Akimaliza ya tatu ashuka aelekea wapi? Marwa. Hivi ndio atakavyofanya mpaka amalizie Marwa, mizunguko 7. Kutoka Safa kwenda Marwa ni mzunguko mmoja, kutoka Marwa kurudi Safa ni ngapi? 2. Hakadha atakwenda 1 2 3 4 5 6 7, atamalizia Marwa. Akimalizia Marwa asiende zake tu, asimame elekee al-Kaaba, kisha alete hii dhikr Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka mwisho, aombe dua, alete mara ya pili, aombe dua, alete mara tatu, ndio aondoke ende zake. Si vibaya ikiwa amechoka ama afya yake imruhusu kutembea masafa hayo, apande katika kigari asukumwe. Kuna vigari pale, wheelchair, atasukumwa pale, walipa, wabebwa, wapelekwa. Kwa mwanamke ambaye amepatwa na ada ya mwezi, pengine amemaliza tawafu vizuri, ashaswali raka 2, mara imemjia ada ya mwezi, aongojewa kufanya nini? Sa'i. Yafaa kwake yeye kuifanya sa'i. Tumeelewana? Tawaf ndio hawezi kufanya, lakini maadamu ashamaliza tawafu akiwa katika tahara, ikamjia ada yake ya mwezi akiwa katika sa'i, aendelee amalize, haina makosa yoyote. Tumeelewana? Tayeb. Makosa yanayofanywa katika sa'i, wengine wanapoleta takbira unyanyua mikono kama katika swala, Allahu akbar Allahu akbar Allahu aisis, sunna niweke mkono chini. Katika makosa pia kusoma aya katika kila mzunguko. Akienda Marwa kule inna safa wal marwata min sha'r, akirudi huko inna safa, na sawa sawa nisome mara moja peke yake mwanzo. Katika makosa baadhi ya watu kuhusisha kila mzunguko na dua yake. Wana vitabu waswa, ya kwanza wasoma hii, ya pili wasoma hii. Hii pia hakuna, ni katika kamusi ya uzushi, mambo yasiyokuwa na msingi wowote. Kinachopendekezwa katika sa'i ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ingawa watu wasinyanyue sauti kupita mipaka mpaka ukaudhi wenzako, na wengine wale wa mmoja yuko mbele wengine wako nyuma wapiga kelele, hila waudhi ndugu zako. Usifanye hivyo, mtaje Allah peke yako huku watembea. Baada ya kumaliza sa'i
atapunguza nywele au atazinyoa zote kipara, na kuzinyoa zote ni bora, isipokuwa ukiwa wakati wa haji umekaribia, basi atapunguza nywele, kwa sababu atahitajika tena kunyoa wakati wa haji. Umeelewa? Kwa hiyo usije ukanyoa kipara kisha kule ukahitajika kunyoa huna nywele. Umeelewa? Naam. Ni lazima kueneza kichwa kizima kupunguza au kunyoa, wala sio baadhi ya sehemu za kichwa kama wanaofanya wengine. Kata hapa mbili, kata na hapa mbili na hapa mbili, ashanyoa. Hata ukienda kwa kinyozi ukubali. Kinyozi kama kinyozi imekata mbili shamwambia nimeshakunyoa, utokubali. Kunyoa ni lazima iwe kichwa kizima, iwe ni number 1, number 2, number 3, number 4, muhimu ienee kichwa kizima. Tuko pamoja mpaka hapo? Tayeb. Kwa wanawake ni kupunguza kiasi ya ncha ya kidole, atazikusanya nywele zake zote pale kwenye ncha, atakunja kwenye kidole chake cha shahada pale kwenye ncha, kisha atakata. Itakuwa baada ya kufanya hivi amemaliza ibada ya umra kama inavyopaswa kutekelezwa. Na hapa yote aliyoharamishiwa kwa ajili ya ihram yatakuwa ni halali. Simaanishi hapa kuwa haramu kwake itakuwa ni halali, yani kunwa pombe, sio kuiba, imaanishi hivyo. Kile alichokatazwa kwa ajili ya ihram kama kukata kucha, kunyoa nywele, si kwa amekatazwa. Kumkaribia mke wake alikuwa amekatazwa, sasa ni halali, maana ashamaliza ibada yake kikamilifu. Na itaruhusiwa sasa kuvaa nini? Kuvaa nguo za kawaida, makhiti ile itaruhusiwa kuvaa. Tusubiri tarehe 8 tuanze kufanya ibada ya hija. Tuelewana vizuri? Kwa leo mmekusudia kuzungumzia mpaka hapa, ili kesho inshallah tukija tuzungumzia kuhusu haji peke yake. Tumaliza umra tuzungumzia haji peke yake, tarehe 8, 9, 10, 11, 12 na 13. Haji hizi siku 6 au 5, sababu haji ni siku 6 au 5. Hiyo tutazungumzia inshallah taala katika kikao kitakachokuja. Hapa nafikia mwisho wa darasa hii, na kama kuna suala pengine au jambo halikueleweka basi ndio wakati wake. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.